ukae katika kaburi karne nyingi zisizohesabika. Maisha ya dunia haya na maisha ya kabrini kuna maisha marefu kushinda hapa ulimwenguni. Baada ya kukaa hapo kabrini kwa karne nyingi ambazo hazihesabiki, Allah ndiye anayefahamu hesabu yake. Baada ya maisha hapo katika barzakhi kwenye mwanandani, basi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, atakapotaka mwenyewe wa Allah, tayari hii dunia kuwabalizika, atulete katika ulimwengu mwingine ambao ni akhera, utatolewa katika hali ya kufufuliwa, tayari kuelekea mbele ya mkutano mkuu kwenye kisimamo siku ya mwisho wa hii dunia. Ikabaki uhai huo mpya, uhai wa nini? Maisha ya akhera, maisha ambayo ni ya umilele. Ndugu yangu, Mtume Muhammadi alisema katika hadithi ndefu, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala talumanna illa nafsa. Huko akhera mwendako, yeyote atakayefika mbele Mwenyezi Mungu akakuta kuna kheri nyingi, maisha yake aliyatumikia vizuri duniani hapa, aliishi katika malengo ambayo Allah alimuumia, kwa wale wanaefanya ibada wakafika kuwa waumini, wakapanda daraja, wakafika kuwa wacha Mungu, wakafa na hali ya kuwa ni wacha Mungu. Watu hawa siku ya Kiyama watakuta kheri nyingi, watapewa madaftari kwa mkono wa kulia, basi hesabu yao itakuwa nyepesi. Fahuwa fi ishati radhiya, hawa watu katika maisha ya kuridhiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yeyote mwenye kufa hali ya kuwa hana kheri, hana ibada, hana utii wa Allah na mtume wake, akafa akiwa na hali ya kujipopoa katika dunia hii, anajiachia katika mambo ya anasa, akafa nayo, subhanallah, afahamu siku ya Kiyama hata kuta kheri. Na maana mtume akasema, waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa. Atakayefika mbele ya Allah akapewa daftari lake kwa mkono wa kushoto, au mwingine akapewa daftari lake kwa nyuma ya mgongo wake, wallahi atakayeyakuta katika daftari lake atakuta ishara za kumfanya yeye ni mtu wa motoni, na wala hata kuwa na kheri yoyote, na ataanza kuyaona mabadiliko siku ya kukata roho. Mtu jamani, anafahamu safari yake ni mbaya au njema ile siku ya kukata roho. Kwa hiyo mtu atakapoona amefikiwa na malaika wanayekuja kung'oa roho za watu wabaya kwa mng'oo wa nguvu, basi fala talumanna, wakati wa kufa wala asimlaumu yoyote illa nafsahu, ailaumu nafsi yake. Ndio ilokampelekea zile hawa nafsi zilimpelekea yeye kujipopoa. Hakujali wito wa Allah, hakujali wito wa mtume, hakujali ulingano wa Allah, hakujali ulingano wa mtume, hakujali yale ambayo yalisomwa kitabuni, aliyaona kama ni ngano za kale tu. Allahu akbaru. Nikuombe ndugu yangu kwa haya machache, idhillah tabaraka wa taala, yawe yamekuvuta ufahamu umekumbushwa nini na wajibu wako ni upi. Wabillahi tawfiki wama alaina ila albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa afwa minkum. Mimi ndugu yenu Said ibn Aus wa Kitama Moja. Tutakutana kwenye kipindi kijacho hapa Kitama TV, tuweze kuelezea vitu ambavyo mwanadamu vitakuwa vimemkosti aweze kuingia mahala pabaya, tangia kufa kwake hadi kukaa kwake kabrini katika hali ya shida, hadi kufuliwa kwake, hadi anafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wallahu a'lam.